Na B20 mambo vipi? Mambo safi, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba wana Simba sasa hivi tumepata furaha. Kwa nini tunasema tumepata furaha? Kwa sababu kwamba viongozi wetu wametuletea vitu ambavyo tunavyohitaji. Kwa nini tunasema tunavyohitaji? Baada ya Fadu kutuacha katika njia panda, katika mazingira ya kutatanisha, yaliongeleka sana mambo mengi kwamba Simba sasa hivi itakuwa imeshabaki nini? Imeshabaki yatima kwa sababu haitakuwa na kocha, lakini kwa kuwa tuna uongozi uweledi, na tuna wanachama uweledi, na tuna wachezaji ambao wanaelewa nini wanafanya, uongozi umekwenda umetafuta, sasa wameleta kwamba wamemleta mtu na huyu, tukaona sasa kwa sababu tuko nana tulipo Simba tunaanza kuiambia Afrika kwamba mpira wa Afrika sasa hivi uwe vipi. Masuala ya makocha sasa tunafanyaje? Tunaondoka nako mmoja mmoja. Nani anakuonyesha hiyo njia? Simba ndio anakuonyesha sasa. Tunaleta meneja, huyu ni meneja ambaye atasimamia mambo yote ya timu. Kwa nini atasimamia mambo yote ya timu? Yeye ndio atakuwa ataongelea kila section. Kwa hiyo sasa hii sasa hivi wataongea sana, lakini baadaye result yake wataona katika nini? Kwenye matokeo. Kwa sababu tumemchukua yeye kutokana na pira analopiga. Kwa sababu tumeona sehemu aliyotoka na tumeona watu wa mpira wanaotaka. Na iona sasa pira biriani inarudi kwa hali ya juu, na sio biriani ya kuungaunga tu, ni biriani yenyewe. Bwana, turudi katika performance ya kikosi cha Simba kuanzia katika mashindano ya kimataifa, mmeelekea katika hatua inayofuata. Lakini katika ligi hadi sasa hivi mnaongoza mkiwa na alama 6 katika msimamo ule wa ligi kuu ya NBC. Pengine hii ndio Simba ambayo mlikuwa mnahitaji kwa muda mrefu na Simba? Kwanza tuwapongeze sana wachezaji wetu. Kwa nini tuwapongeze wachezaji wetu? Kwa sababu wanaelewa, wanasikia vilio vya mashabiki. Tumesemwa sana kwamba tumetoa watu wengi, tumetoa masinia, kwamba tunaanza tena moja. Kwa sababu tuliwatoa kweli kina Ngoma, tumewatoa kina Shabalala, tumewatoa kina Malon, watu wakajua tutengeneza timu ambayo sio. Na bahati nzuri sasa tuliowaleta ni zaidi ya wao tuliwatoa. Kwa sababu ukimzungumzia Berak, huyo ni mara 10 ya Malon. Ukienda ukimzungumzia Soa ni mara 10 ya Ateba. Ukienda kumzungumzia Mlingo, yani Shabalala ndio aoni ndani. Kwa hiyo zile nafasi tumekwenda tumefanyaje? Tumezikava. Kwa hiyo katika kuongoza hii ligi, haya masuala tulikuwa tunajua ni lazima itatokea hivi, kwa sababu tumewapata wachezaji ambao wanajitambua. Tunaongoza ligi katika mechi 2, pointi 6. Mechi 2 tumetoa man of the match wawili, na maana kila mechi man of the match ametokea wapi? Ametokea Simba Sports Club, kwamba hawa wachezaji wanajitambua. Alafu sisi tunaweza kucheza kwenye nini? Playoff Simba tunajua tunacheza vipi, kwa sababu sio mara ya kwanza. Hatukuwahi kupata playoff ngumu kama ya Ahli Tripoli, lakini nao walikwenda zao. Hatujawahi kupata playoff ngumu kama ya Gor Mahia wa Botswana juzi, lakini wao wameondoka. Kwa hiyo tunawaambia tarehe 17 kama kawaida yetu ilipo Simba na sisi tupo kivipi? Sisi wana Simba, watu wote lazima tuambiwe kwamba fanya unachokifanya, unachokiona kwa Simba yako inafanyaje, inaweza ikashinda. Kwa hiyo ndio maana Simba sasa hivi tunajiandaa, mashabiki tunacheza pati yetu, viongozi wanacheza pati yao, wachezaji wanacheza pati yao. Tunaahidi kabisa tarehe 17 sisi tunakwenda katika playoff. Hao tunawatoa tu, watake watatoka, wasitake watatoka. Wanasema kocha wenu ambaye mmemleta sasa hivi hana vigezo vile ambavyo vinatakiwa. Kocha si vigezo havichezi. Ingekuwa vigezo vinacheza, basi Benchika angekuwa kocha bora. Ingekuwa vigezo vinacheza, basi tungemuona kwamba Zidane angenani, lakini vigezo haviwezi kucheza. Tunatakiwa kwamba anachokitoa kocha kukipeleka kwenye pitch. Je, wale wachezaji wanaweza kukimplement? Wachezaji wanaweza kukichukua na kwenda kufanyia kazi? Sasa wao kama wanaona hawana vigezo, wakawatafute watu wa vigezo wapeleke. Lakini sisi tunamwamini kocha wetu, sisi tunamwamini meneja wetu kwamba tunao wachezaji wenye uwezo wa kupokea mbinu kutoka kwa nani? Kutoka kwa meneja. Sasa ili waione hiyo, wao tunawakaribisha kesho kutwa katika mechi ya kirafiki na Al Hilal. Alafu baada ya hapo sasa tutarudi katika mechi ya playoff. Baada ya hapo ndio watuambie sasa kwamba huyu ana vigezo wala hana vigezo. Tatizo sio vigezo, tatizo ni Simba kwenda wapi? Nusu finali na finali yenyewe. Nani wa kutupeleka nusu finali au finali yenyewe? Tulipelekwa na Siveni, alikuwa hana hata kigezo, lakini Simba ilifika robo finali. Tumepelekwa na Fadu, alikuwa hana hata kigezo, lakini Simba imefika finali. Wewe unataka kigezo wewe nani? Kama kigezo unakitaki, nenda Mlimani City, achana na Simba Sports Club. Wanasema mchezo dhidi ya Namungo wa ligi kuu ya NBC mmepiga kelele sana kwamba mmecheza vizuri, na wanasema kwamba wale ni ndugu zenu. Pengine wewe unasema nini juu ya hilo? Kama Namungo ni ndugu zetu, vipi Fountain Gate? Kwa sababu hao wote tuliwapiga materi ya bajaji.
Sisi tunachoangalia ni kwenye pichi. Simba ilivyocheza na Namungo, Simba ilivyocheza na Fountain Gate, Simba ilivyocheza kimataifa. Ina maana kila hatua Simba tumefanyaje? Improvement. Tuanzia katika Simba Day, ukija katika mechi ziendeze kimataifa, ukija katika mechi za ligi, ukifika pale unaiona Simba inafanyaje? Ina grow. Wale sio kama ndugu zetu tu. Sasa kama wale ni ndugu zetu, waombe basi hata kesho hao wanaosema wale ndugu zetu waje wakutane na mwamba Budo. Budo amebadilika. Ni Budo ambaye tokea taifa la Tanzania alianzishwe. Hakuna mchezaji wa Tanzania ambaye amechukua man of the match kwenye mechi ya finali. Nieleweke. Kwenye mechi ya finali, alafu apatikane mchezaji kutoka hapa timu ya TZ achukue man of the match ndani ya timu bora ya Berkane, lakini Budo alionyesha. Kwa hiyo Budo alipoonyesha pale akukosea, akaja kuimplement juzi, na sasa tunamuona huyu Budo angekuepo juzi ya Barcelona na Sevilla. Mbona Sevilla angekufa? Unasemaje? Budo juzi angekuepo Barcelona na Sevilla, Sevilla angekufa. Yaani Barcelona alimkosa mtu kama Budo tu. Nipe nikupe, achia pale nikaikute pale, twende javuni. Huyu ndio Budo bwana wewe. Timu yenu ligi imeanza, kocha Fadlu amewaacha katika mchezo wa kwanza tu wa ligi ya mabingwa Afrika, na yeye ndiye ambaye alisajili kikosi. Unavyoona wachezaji wa Simba hadi sasa hivi mechi ambazo walizocheza, wamejitahidi kiasi gani kuhakikisha kwamba Simba inabaki katika hali nzuri licha ya haya yote ambayo wamekutana nayo? Ndio maana tunapoambiwa tunapotaka kuchagua timu katika mashindano, tusichukue watu ambao wameshamaliza. Tuchukue watu ambao wanahitaji mafanikio. Simba waliangalia hilo, wakamuona mtu kama Darak. Huyu mtu wakati kwa Mamelodi alikuwa anakaa benchi. Kwa hiyo akawa na matarajio kwamba na mimi siku moja nataka nije niwaonyeshe wa South Africa kwamba hiki la ubingwa mimi naiweza. Tukamchukua mtu kama Mahema, na yeye alikuwa miongoni, sio chaguo la kocha. Kwa hiyo watu wale sasa tumewaondoa kule, tumekuja kuwaleta Simba. Sasa wale wanataka kuonyesha wa South Africa kwamba wao ni kina nani. Kwa hiyo Simba ina wachezaji wa aina hiyo wengi. Ndio maana tukawachukua kina Budo, wana mambo hayo wengi, tukachukua kina Mukwala. Kwa hiyo hali hiyo ikijumlishwa kwa pamoja, ikiwekwa, kuna kitu inatengeneza intensive. Hii intensive inatengenezwa Simba, tunakwenda moja kwa moja kimataifa kufika far. Alafu uzuri hizi Simba tuko nafasi ya 5. Yaani ina maana Simba katika kimataifa akianza yani fikiria nusu finali mpaka robo finali. Ina maana na yeye ni miongoni mwa giant. Kwa hiyo sasa tunawaambia kwamba Fadlu alipoiacha, yeye ametutengenezea njia, yeye ametutengenezea mwanga, yeye ametuonyesha kwamba mechi za kafu zinachezwa vipi na mechi za ligi zinakwenda vipi. Kwa hiyo sasa waliobakia wachezaji wanakwenda na mfumo ule ule. Hawa yote ninayoongea yatakuja kuonekana tarehe 17 na tarehe 18 kama kweli Simba kuna kitu gani wanakihitaji. Na ndio maana hata wao kafu wenyewe katika timu wanazopigia kampeni, Simba ndio ni mojawapo, kwa sababu wanajua kwanza wana fans, wanajua pili wanakubalika, tatu wana mvuto, na Simba sasa hivi ishakuwa modo, ishakuwa yani greater, kila sehemu inajulikana. Kwa hiyo all of all, kwamba tunazungumzia Simba yetu kimataifa, tuna imani tutafanya vizuri kwa sababu tuna muendelezo. Tumetoka robo tukaenda finali. Sasa tunarudi na maana tunaelekea huko. Sasa Simba na mashindano ya kafu kama vile yani kama biriani tu vile. Yani wao anaona ni kitu cha kawaida sana. Ukiachana na ushindani wa hapa nyumbani Tanzania katika ligi yetu, kwa maana na wapinzani wenu wa karibu Young Africans, ushindani wenu una faida gani hasa katika maendeleo ya mpira wetu kimataifa? Ndio maana tunawaambia mashabiki na tunawaambia wapenda soka kwamba competition unaipata nyumbani, hii unatakiwa uihamishe katika mashindano ya kimataifa. Lakini sisi hapa nyumbani tunapata competition katika section gani? Ina maana hapa nyumbani sisi wapinzani timu ambazo tunacheza nazo ndio wanatupa sisi competition, kwa sababu wao wamechukuliwa na timu nyingi sana. Kwa hiyo mechi zao na sisi zinakuwa za finali. Kwa hiyo Simba anapata tough match kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya 15. Kwa hiyo vile vitu akionekana nayo kimataifa, anaona kwamba ninavyocheza hapa nilipo ninavyotakiwa kucheza, kama ni eneo la penalty basi nijikaze, kwa sababu hata nilipokuwa nikicheza nyumbani kule nilikuwa hivi spot. Ndio maana Simba unavyomuona kimataifa anakuwa yuko well. Kwa sababu gani? Huku nyumbani anafanywa msongamano, huku nyumbani uwaga marefari wanamtesa sana Simba, anafungwa katika magoli ambayo yatatanishi, anachezewa faulu, anachezewa vitu ambavyo vinaniza. Hivi vyote vinamjenga nini? Kiwadi. Ni kama tunavyowalia watoto wawili. Unapomwambia mtoto wa kufikia na mtoto wako, unavyoona ndio kufikia mambo unayompa, kumbe ndio unafanyaje? Unamstruggle, unamjenga, unampa mbinu za maisha. Mwisho wa siku yule katika maisha anakuwa response, huyu wako katika maisha anaanza kuwa tegemezi. Kwa hiyo Simba sisi sasa hivi tulipo tunacheza na mtu yoyote, na ndio maana nilitoa ile takwimu
Sevilla aliwezi kufungwa 4 na Simba, lakini Sevilla akamtia Barcelona 4. Yani hiyo inajionyesha kwamba Simba iko great. Simba sasa hivi tumejigawa. Simba sasa hivi tuko vizuri katika haya mashindano. Tukiwa kwenye kimataifa tunacheza kimataifa, tukiwa kwenye ligi tunacheza kwenye ligi. Ndio maana sasa unamkuta Soa anakaa benchi, alafu watu hatuwazi wala nini. Unamkuta Kibu Dennis anakaa benchi, alafu watu bado tunakula pweza tu. Yaani tunajua ushindi upo. Unakuja kumkuta Budo anakaa benchi. Yaani Simba sasa hivi tuko wide. Unaweka chuma, unatoa chuma. Na hii ndio timu tunayoitaka. Kwamba moto unaoanza na unaoingia inakuwa ni vile vile. Kwa hiyo hii system tunaomba kocha aende nao hivi hivi. Tunaomba manager aende nao hivi hivi. Asiwe na kikosi cha kuchagua tu. Yeye watu wote wale 28 hawaingize. Na wana Simba tujue hawa wote ni wachezaji wetu, na tujue kuna siku nzuri kazini na kuna siku mbaya kazini. Tuache kuwasema ovyo wachezaji wetu, kwa sababu hawa wachezaji nao wanaingia katika mitandao. Hawa nao ni binadamu. Kwa hiyo unapomsema vibaya mchezaji anajisikia kinyongo. Sasa kile kinyongo chake anachokijisikia, sasa hivi hamna dirisha la usajili. Kama utaona watatoka, tutasajili watu wengine, tutacheza hawa. Na ndio maana kampeni yetu tulioanzisha Coco Beach kwamba yoyote atakayesema vibaya mchezaji basi sisi tunaruka naye. Kwa hiyo hawa wanaongea katika media kama tunavyoongea sisi, waangalie situation za kuongea. Vipo lawama za kupeleka kwa wachezaji, lakini lawama za aina gani? Kwa hiyo Simba ni yetu, tumechagua wenyewe. Kwenye raha na kwenye shida tutakuwa nayo. Tutapigana na Simba mpaka tone la mwisho. Umesema Simba katika raha na shida mtakuwa nayo. Hivi karibuni mashabiki wa Simba mmefungiwa kutazama michezo yenu ya kimataifa, na ile kwa namna moja ama nyingine imeiathiri klabu. Nyie kama mashabiki mmejifunza nini kutokana na hilo? Sisi kama mashabiki tumejifunza kwamba tunatakiwa tuwe watiifu kwenye mamlaka, na mamlaka zimegawanyika za aina nyingi. Tunazo mamlaka katika timu yetu na kuna mamlaka zinazosimamia michezo. Kwa hiyo tufanye nini? Ina maana tuheshimu sana mamlaka. Na sisi sio kama tuheshimu mamlaka, lakini aidha mamlaka yenyewe ndio yanadestroy sisi, kwa sababu kitendo kilichotufanyia Zanzibar, sisi tuna nyongo, sisi sio mitume, sisi ni binadamu. Kwa hiyo ni lazima ilikuwa tutake action. Lakini sasa all of all tumewaunga mkono wachezaji wetu na timu yetu. Tumeondoka, tumeenda Coco Beach kama tuko taifa pale. Na katika hiyo kulipa hizo fine, na sisi katika 5% mpaka 10 tumeingia kwa sababu tumechangia. Kwa hiyo tunachowaasi sasa mashabiki wetu kwamba katika mashindano ya CAF tuwe sana watiifu. Lakini hapa ndani napo akituzingua, kwa sababu kuna wakati tumekuwa tena wavumilivu. Tukio kama la juzi la mechi ya dabi, lile tukio sio la kawaida, kwa sababu kila mmoja aliona ile goli ni offside, lakini sisi tukakaa kimya tu. Sasa tunawaambia sisi mashabiki wa Simba sasa hivi, kimya mwisho wa siku tutashindwa kuvumilia kama tulivyoshindwa kuvumilia kwenye CAF. Nao TFF nao wasimamizi wa ligi wajifikirie. Unahitaji mpira upelekwe kihalali, mpira upelekwe kisafi. Aliyesajili wachezaji bora apate matokeo bora. Kama wewe umesajili wachezaji wa ovyo, upate matokeo ya ovyo. Lakini haiwezekani tunasajili timu bora alafu mtu mmoja tu from nowhere anakuja anatuharibia starehe. Kwa hiyo sasa Simba tuliokuwa nayo sasa hivi itafunguka tu na itazidi kufunguka. Huyu Budo tunayemwona sasa hivi tutamuimba sana, na sio Budo tu, tuna mwamba kutoka pale Wydad Mwalimu anaonyesha sasa namba 9 anacheza vipi, katika mfumo gani. Angalia jinsi anavyochukua mali, anamlalia beki, anakumbuka masuala ya Wydad. Steka yoyote ukiwa na beki mmoja, sisi lazima tupige kelele, kwa sababu hilo ni goli. Anachagua upande, anaweka pale, huyu ndo Mwalimu na ni Mtanzania. Kumbe vifaa tunavyo hapa Tanzania, wachezaji tunao hapa Tanzania, isipokuwa ni wao wenyewe kujitambua ni kina nani. Kwa sababu Mlingo yule pale angekuwa ajitambui, ingekuwa tunalia. Lakini sasa tunamuona kwamba yeye ana uwezo wa kucheza na beki wote kutoka nje na akamweka benchi, kwa sababu anafuata strategy za mpira. Tunaposhambulia yeye anakuwa beki, tunaposhambulia yeye anakuwa winga. Timu ikiwa haina mpira anakuwa katika sehemu yake ya kukaba. Huu ndio modern football tulikuwa nayo. Kwa hiyo kina Mlingo wako wengi sana hapa. Big up Simba, big up mashabiki wa Simba. Tuzungumzie kiwango cha Abraham Morris. Abraham Morris tulimtafuta sana Luis Mixon, tukahangaika sana
kumpata Luis Mixon. Hata tulivyomleta tukawa tunamkompea na Luis Mixon yule, lakini tulishindwa. Lakini Abraham ametuonyesha kwamba yeye ndio Luis Mixon, kwa sababu ukimtupa kulia Abraham anakupa vya kulia, ukimtupa kushoto Abraham anakupa vya kushoto, ukimweka namba 10 ndio kabisa. Na uzuri Abraham yeye ni kimo chake kinampa kwamba SMG, yani ni kwamba ni center of gravity yake inafanya kazi. Ana uwezo wa kuspeed, ana uwezo wa kujump, na akiwa ana mpira jinsi anajua gani nikasimame, na akiwa ana mpira single position, na tanki lake linakupa kila kitu. Kwa hiyo huyu ni full package. Una uwezo wa kumchukua kumpeleka sehemu yoyote na anakupa, kwa sababu kwenye namba 10 anakupa, 11 anakupa, kwenye 7 anakupa. Na uzuri yeye mwenyewe bado hajaridhika. Yani yeye mwenyewe bado anajiona bado hayuko fiti, anaendelea kufanya nini? Kuitafuta nafasi. Tunahitaji wachezaji kama hawa ambao wanajitambua, ambao wanapigania namba. Naona kocha meneja atapata tabu sana. Kwa nini atapata tabu sana? Kwa sababu sasa hivi katika first 11 ya Simba ukitaja ni lazima uwe na mtu kama Abraham Morris awepo pale ndani. Sasa unapokuwa na yeye Abraham Morris, namba inafanyaje? Ina expansion. Huku utakuwa na Mpanzo, una Kibu, una Ahua, ina maana una Maema. Hao watu lazima wakuumize nini? Wakuumize kichwa. Tunamwambia dogo asidelay, aangalie kazi anayofanya. Maisha ya mpira ni mafupi sana. Kwa hiyo sasa hapa ambapo gari limewaka, atumie nafasi hii. Hata hao kina Samata walianza hivi. Samata alipiga mechi 2, akaenda Zanzibar, aliporudi akaweka mguu kati, akajiamini kwamba mimi ni mchezaji, siwezi kumalizia kucheza mpaka makubaliano yetu tulokubaliana. Simba wanaingia, wanamtia gari, anaonyesha Tipi, anakuja katika goli tunazofungwa, Samata naye anaweka goli, Tipi wanaondoka na Samata. Samata anafika pale, Tipi Mazembe hajaridhika, leo Samata yule pale. Tunaona nani? Sasa Abraham Morris na yeye sasa tunaona anaelekea njia ya Samata. Kwa hiyo tusipoangalia wana Simba, tunaweza hii tukampoteza. Kwa nini tukampoteza? Tukaingia B zaidi ya 5. Na sisi Simba tunaiana, onyesha kipaji, tunachukua mzigo, nenda tunamzalisha mwingine. Walikuwepo wengi sana hapo, sisi tumewaachia. Kwa hiyo tunawaambia Abraham, hii ndio kona ya Ulaya. Kona ya Ulaya inapatikana wapi? Simba Sports Club. Kwanza wewe ametoka Sako, ameenda Samata, na wewe njia hiyo nenda. Mmekuwa mkifanya vizuri katika michuano ya kimataifa, na msimu uliopita mlicheza fainali ya kombe la shirikisho. Pengine wewe kama shabiki wa Simba, msimu huu hamna unatamani mfike hatua gani? Sisi msimu huu tunataka sio tufike hatua gani. Simba sasa hivi ikianzishwa ngoma moja kwa moja fainali. Kwa sababu hao tunacheza fainali, tunakufa nao, tumewaona. Al Ahly tulicheza naye, kafa hapa akatuua kwake, akatutoa kwa Brigade. Kwa maana tukija Berkane tumewaona. Wydad tumemtia 2 hapa, akatutia ya kule. Maana ndio wao wanaocheza kwenye finali. Simba sasa hivi timing yetu ni kwenda kucheza finali ya klabu bingwa, na hii inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kafu tunawashukuru kwanza kwa masuala walivyopanga hizo ratiba, na tunashukuru walivyobadilisha hizi system ya hii mifumo, kwamba sasa hivi sasa tunakutana wenyewe kwa wenyewe, tunakutana na watu yani Kafu walivyoleta hii sasa hivi ndio tunaona sisi pale tunapofika. Kwa hiyo lengo la Simba sasa hivi tukiingia katika 16 bora ni kwamba sisi tutakuwa poti namba 2. Kama tutakuwa poti namba 2, ni lazima namba 1 na namba 2, namba 3 na namba 4 tunatengeneza kundi moja. Kwa hiyo hapo ni moja kwa moja namba 1 na namba 2 ndio tunatakiwa tuende robo finali. Na Simba taratibu zetu tunapokuwa wa 4, basi nyinyi wengine tafuteni nafasi zenu, lakini Simba ujue robo finali lazima ifanyaje? Lazima iende, kwa sababu karata za robo finali za Simba zinachangwa kwa Mkapa. Sasa utashi wangu na maumivu yangu, nataka mpaka 16 ikianza hii pichi tu tumesharudishiwa, kwa sababu wao wanasema wameufungia, wanatengeneza pichi, basi hiyo pichi ikamilike tumesharudishiwa. Kwa hiyo pointi 9 zetu ziko kwa Mkapa, tunachukua pointi 9 zetu, tunakwenda robo finali. Robo finali tukiingia hadi yoyote, hata Barcelona, kwa sababu playoff tunajua kuicheza. Tumecheza playoff juzi ngumu kabisa hii, tumecheza playoff katika msimu uliopita na Tripoli ngumu kabisa, tumecheza playoff ile robo finali, nusu finali na Stellenbosch ngumu kabisa, tumecheza hata na wale Berkane sisi tumeua 2 pale. Ni wale Kafu wenyewe tu waliamua kwa Berkane wa bingwa, lakini goli la Mkwala lile halina tatizo lolote. Goli la Mkwala ni goli safi kabisa, kama tulilofungwa sisi na Orlando Pirates. Nadhani wakati tulikuwa robo finali kwenye shirikisho hii tulifungwa goli kama lile na Orlando, watu wakaitakata, lakini kwa sababu tulicheza na timu ambayo wao wana viongozi ndani ya kule, ndio maana goli likakataliwa. Kwa hiyo Simba playoff tuna uwezo wa kucheza na mtu yoyote,
hata akija Man City anakufa tu. Bwana, Simba mnasema nguvu moja. Tukimalizia pengine una neno gani kwa mashabiki wenzako wa Simba? Hapa sasa ndio kwenye Simba wenyewe uliokamilika. Mashabiki wa Simba sasa hivi neno nguvu moja hawaitumii ipasavyo. Neno nguvu moja wanaitoa kwenye kinywa tu, lakini katika utekelezaji inakuwa nini? Tofauti. Nguvu moja unavyoitoa katika kinywa na katika moyo na katika brain, yani kiakili, ukaichunganya pamoja, lazima kuna kitu kinakupa. Kwa hiyo tunachokiambia hivi, hii neno nguvu moja haikuja from nowhere. Neno nguvu moja kawaulize Zamaleki. Neno nguvu moja kawaulize Mvungiwa wa Zambia. Neno nguvu moja kawaulize hata nani wale Stella, watakwambia. Lakini sisi sasa hivi tunaiongelea neno nguvu moja katika maslahi yetu tu, hatuionyeshi kile kiuadilifu. Kwa nini hatuionyeshi kiuadilifu? Unamkuta mwana Simba yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza katika kuisupport kuisemea vibaya Simba. Wewe nguvu moja unipata wapi? Wewe umeitoa wapi wewe? Kwa hiyo sasa tunapozungumza nguvu moja, mashabiki tuongee nguvu moja wote, mashabiki, viongozi na wachezaji, tuwe hivi pamoja. Tukiwa hapo sisi hamna ambaye yote atakuja kutufanyaje, kutuzingua, kwa sababu wanafalsafa walisema unaweza ukavunja njiti ya fagio, lakini ukipewa fagio huwezi kulivunja. Wewe unadhani ni kwa nini? Kwa ajili ya ule umoja wao, ile njiti ya ile fagio. Sasa na sisi wana Simba tunatakiwa wote tuwe pamoja. Timu inakoenda basi, nyinyi wana Simba wa huo mkoa fanyeni lolote mnaloweza kulifanya pointi 3 zipatikane. Kwa mfano watu wa Dar es Salaam tumeonyesha mfano, mechi 2 zimepigwa Dar es Salaam, tumefanya tunavyoweza sisi kama watu wa Dar es Salaam, tumefanya tulivyofanya sisi kama watu wa Simba, tumechukua pointi 6 hapa. Timu ikitoka na nyinyi wako mikoani, fanyeni ubaya ubora season 2, ni lazima uonekane ubaya ubora season 2. Pointi 4 zilizoturudisha ni lazima tuzipige mara 2 tuzipate. Yani nikimaanisha tunachukua ubingwa kwa tofauti ya pointi hata 8 mpaka 10. Na hii inawezekana, ni kujitolea tu. Ligi hii inapigika. Mechi 15 ni mechi ndogo sana. Na unajua kuzicheza kwa awamu. Sasa sisi wana Simba tukiweka kweli uzatiti kati ya viongozi, wachezaji na sisi mashabiki, ili inawezekana. Neno langu kwa mashabiki wote, tuwe nguvu moja, tubaki na Simba yetu. Anayesemea vibaya Simba, hata kama kiongozi wa aina gani, kama anaenda vibaya na Simba, tuambiwe sisi mashabiki, tutajua tufanye vipi, atuachie Simba yetu, sisi tubaki katika nini? Tumechoka. Miaka 4 ni mingi sana. Ukitaka ujue miaka 4 ni mingi, daiwa ndani ya mtu ndani ya miaka 4, utaona wingi wake. Kwa hiyo tunawaambia sasa hivi tunataka tuchukue vitu vyote tunavyoshiriki, yani makombe yote yabaki hapa, na inawezekana. Meneja tunaye, mashabiki tunao na timu tunayo. Bwana B20, mimi nikushukuru sana. Asante sana.